Inulia sauti yako tumwambie Bwana, wewe mfalme wa amani, ni wewe mwenye nguvu, ni wewe mwenye uwezo, ni wewe mwenye mamlaka, ni wewe mtakatifu. Hakuna kama wewe Bwana, hakuna kama wewe mfalme, hakuna kama wewe mtakatifu. Baba, ninakiri ni wewe hata sasa, nakiri ni wewe hata sasa, nakiri ni wewe hata sasa. Bwana utukuzwe na uinuliwe. Kwa jina la Yesu tunaomba na kuamini, sema amina. Umebarikiwa sana, naomba usogee viti vya mbele katika jina la Yesu. Tunamshukuru Mungu tena kwa kutupatia wewe siku nyingine tena ya baraka tena katika jina la Yesu. Imeandikwa ya kwamba siku hii ni ile ambayo Bwana ameifanya kwa ajili yetu ili tukaweze kufurahia na kushangilia ndani ya siku hii katika jina la Yesu. Kwa hivyo nakukaribisha katika ibada zetu za siku ya leo katika jina la Yesu Kristo, na tunamtukuza Mungu kabisa kwa sababu ya kutuwezesha kufika hapa. Tunaendelea na maombi katika jina la Yesu Kristo. Kitabu cha Exodus, kitabu cha Kutoka 3:21, kitabu cha Kutoka 3:21, na tumebarikiwa. Biblia inasema ya kwamba huyu ni Mungu anayeongea. Bwana Yesu asifiwe. Huyu ni Mungu ambaye anaongea. Anasema ya kwamba nami nitawapa watu hao kufadhiliwa mbele ya Wamisri. Bwana asifiwe. Kwa hivyo tunaona jambo moja ambacho tunahitaji ni katika maisha yetu ya kazi, tunahitaji kibali. Bwana Yesu asifiwe. Nilikwambia kwamba kuhusiana na kutajirika, kukuwa na pesa, kukuwa na mali, ni mambo mengi ambayo inahusiana ili uweze kufikia hapo. Bwana Yesu asifiwe. Siwezi sema kwa kuomba peke yake unaweza ukaishi vizuri. La hasha, nitakuwa na kudanganya. Bwana Yesu asifiwe. Siwezi nikasema kwa kufunga na kuomba mtu anaweza atajirika. Uongo, haiwezekani. Lakini unahitaji pia kufunga na kuomba. Lakini njia ya kutajirika, njia ya kuwa na mali, njia ya kufanya vizuri kipesa, laini ya pesa, mpendwa, inahusiana na mambo mengi. Kuna mambo mengi ambayo unahitajika kufanya, na kuna mambo ambayo ni Mungu anafanya kwa maisha yako. Hakuna vile unaweza ukafaulu pasipo mambo ya kiroho. Hapana. Hakuna vile unaweza ukafaulu pasipo kitendo cha kiroho. Hata walimwengu wanajua, wanakimbilia kwa ushetani kupata nguvu za kiroho. Wanakimbilia kutoa watu wao ili wafanikiwe na waishi vizuri. Kwa hivyo kuna mahali wanakimbilia. Kuna watu wanafanya kazi na wao, wanafanya kazi na madawa. Kuna watu wanafanya kazi na irizi. Kuna watu, kuna vitu wamepewa
wakaambiwa ukienda na hii kwa kazi yako utafanya vizuri. Yaani wanajua unahitaji kufanya kazi, unahitaji kufanya hivi, lakini pia unahitaji mambo ya kiroho kuongezea pia. Vivyo hivyo nimekuja kukuambia hata na wewe. Tunahitaji kufanya kazi kwa bidii. Tunahitaji kuwa na kazi, na pia tunahitaji mambo ya kiroho katika kazi zetu. Wao wana nguvu za kiroho, wanafanya nayo kazi, nguvu zao. Wewe uko na nini isiyoonekana? Wanakimbilia wachawi, kimbilia Mungu wako. Wanaamini kabisa wakienda kwa uchawi na wapewe hiyo madawa, wakuje wafanye kazi, watafaulu. Pia na wewe unaamini na Mungu wako itafanya kazi. Hatuwezi tukaondoa mambo ya kiroho katika maisha yetu ya mafanikio. Tunamhitaji Mungu. Tunahitaji vitendo vya kiroho. Tunamhitaji Mungu katika maisha yetu pia ya mafanikio hapa duniani. Kwa hivyo msisitizo naotoa ni kwamba si kwa kuomba watu wanatajirika, na si kwa kuomba watu wanakaa vizuri, ni kwa kufanya mambo mengi. Bwana Yesu asifiwe. Hata kwa Biblia wale wote walifaulu, walitii neno la Mungu na kuna kitu walifanya. Walitii, lakini unapata ya kwamba pia wao kuna kitu walihitajika kufanya. Yakobo katika ndoto aliambiwa jinsi atakavyofanya ili wale kondoo wazae madoadoa. Aliambiwa katika ulimwengu wa kiroho, alihitaji kushuka kwa ground afanye kitu. Alihitaji kukata fito, abambue, aweke chini ya mito. Alihitaji kufanya kitu. Yesu akaingia katika kazi ya kina Petero ya uvuvi wa samaki. Huo asubuhi yake walikuwa hawana chochote wamepata. Yesu akawaambia basi peleka mashua yenu kule kilindini. Wakawa wanakataa kwa sababu wanajua samaki hawashikwi mchana, samaki wanavuliwa usiku. Na Petero anajua usiku mzima tumekuwa hapa hatukupata chochote. Yesu akamwambia shusheni nyavu zenu. Hapana Yesu, tumekuwa hapa hatukupata chochote. Lakini Petero akasema kwa neno lako ninashusha, kumaanisha ya kwamba kuna kitu ya kiroho ya kiungu unahitaji kuunganisha na maisha hii ya natural ili uweze kusucceed in life. Petero akachukua neno la Mungu na Petero akafanya kitu. So Petero akachukua neno akaongeza, akachanganya na action yake, akachukua nyavu akashusha. Still hata Yesu alipomuongelesha Petero bado alifanya kitu. Still yeye Petero alipotii neno la Mungu vile inasema, bado alifanya kitu. Na leo nimekuja kukuambia unahitaji kutii neno la Mungu, na unahitaji uende ufanye kitu. Unahitaji kusikia na kutii vile Mungu amesema, na pia unahitaji kwenda kufanya kitu. Ni vibaya sana kutii na ufanye kitu. Mpendwa, utaishi maskini lakini utaenda mbinguni. Nilikwambia supernatural iko na super na iko na natural, iko na yote mbili. Ndio hicho ya kwamba hiki kitendo kabisa ni supernatural. Ni kumaanisha kwamba imeungana kati ya ulimwengu wa roho na ulimwengu wa kihalisi, ndio ikaunganishwa mbili, inaitwa supernatural. Unahitaji supernatural kwa biashara yako. Unahitaji kuongeza ya roho, uende uongeze na kazi yako yenye unafanya, inakuwa tofauti. Jina la Bwana litukuzwe. Si huko hapa kukuambia kujaga uombe utafanikiwa, kujaga uombe utafanikiwa. Hapana, nitakwambia hiyo ni moja wako. Hiyo ni moja wako. Baada ya kuomba, huwa napenda kusema hivi, baada ya kuomba enda fanya kazi. Wapendwa, baada ya kuomba enda kufanya kazi.
Baada ya kusikia neno, enda fanya kazi. Enda exercise ile neno ambayo umesikia. Enda sasa exercise ile neno ambayo umesikia. Enda sasa, umeomba, si umeamini. Enda sasa fanya ukiwa umeamini, itakuwa sawa. Lakini hatuwezi tukaweka sehemu moja peke yake. Tunahitaji kuweka yote. Hakuna vile utaomba na wewe ni mvivu, haitafanya kazi. Maombi itafanya kazi, lakini kuna area bado haitaenda vizuri, maana bado wewe ni mvivu. Maombi itafanyaje kazi kwa mtu ambao ni mvivu kwa kazi yake? Hakuna vile utaomba na wewe unatumia pesa vibaya. Hakuna vile utaenda mahali. Hapana. Wapendwa, tunahitaji kuangalia maeneo yote. Bwana asifiwe. Tunahitaji tuangalia maeneo yote. Ni nini nahitajika kufanya? Hakikisha unafanya sote. Ni nini sihitajiki kufanya? Sitafanya ili kazi yangu iende vizuri. Jina la Bwana litukuzwe. Sasa jambo lingine ambalo tunaona hapa, jambo la kwanza ambalo tunaona tunahitaji, ambalo ni la kiroho, tunahitaji divine favor. Tunahitaji kibali cha Mungu. Kabla ya Mungu kutoa wana wa Israeli, miaka yote walifanya kazi, hakuna kitu walipata, kwa sababu walikuwa watumwa. Mtumwa anafanyia bwana wake kazi. Oh, haleluya, haleluya. Mtumwa anafanyia bwana wake kazi. Walifanya kazi. Kenye mtumwa huwa anapata ni mahali pa kulala na chakula ya kukula peke yake, ili kesho akuwe na nguvu ya kutokezea na kufanyia bwana wake kazi. Vitu viwili peke yake ndio mtumwa upata, ni mahali pa kulala na anapewa mavazi na apewe chakula, maana kesho bado bwana wake anamhitaji. Kwa hivyo tunaweza tukasema mshahara ya mtumwa ni chakula. Mabusu wako pale ndani, sio? Ni nini wanapata? Ni nini wanapewa free? Chakula. Ni nini wanapewa free? Mavazi. Ni nini wanapewa free? Mahali ya kulala. Hawalipi rent, hawanunui chakula na hawanunui mavazi. Ni kweli? Ni kweli? Hiyo budget hawana. Bwana Yesu asifiwe. Wewe umewahi enda kuona ile viti ambao mabusu wanatengeneza? Umewahi enda kuona kiti ambao mabusu wanatengeneza? Umewahi enda kuona vitu ambavyo mabusu wanatengeneza? Wanatengeneza the best. Kama hujawahi jua, nimekuambia leo. Unaona hizo viti ziko parliament? Umeziona hizo viti ziko parliament? Zenye wadosi wao wanakalia? Ni nani ametengeneza? Ni mabusu. Lakini yeye hata ana kiti ya kukalia. Natumai hizi mavazi ambao askari, polisi, wanajeshi wanavaa, natumai ni mabusu wanashona. Lakini hawatawaivaa kama hiyo. Yanavaa tofauti. Hiyo ndio maisha ya nani? Ya wana wa Israeli. Lakini sasa imefika mahali Mungu anataka kuwatoa huko. Kuna mahali huwezi jitoa, still unahitaji Mungu akutoe. Na ndio maana tuko hapa kwa maombi. Maana kuna sehemu zingine itamgharimu Mungu kukutoa. Nasema kuna sehemu zingine itamgharimu Mungu kukutoa ili ufanye vizuri. Kuna sehemu zingine itabidi Mungu akutoe kwa hiyo pata. Kuna sehemu zingine itabidi Mungu akutoe kwa hiyo hali. Kuna mahali kwingine ni Mungu akutoe ndio uanze kufanya vizuri. Na ndio maana wapendwa, tunamhitaji Mungu kwa jina la Yesu. Wakati inakuja kuhusiana na mafanikio ya kipesa, usimuondoe Mungu. Usimuondoe Mungu. Usimuondoe Mungu. Maana kuna sehemu nyingine mpendwa, wewe hauna uwezo wa kujitoa. Wana wa Israeli hawakuwa na uwezo wa kujitoa Misri. Ndio maana walihitaji Mungu kuwatoa. Na ndio maana anasema nami nitawapa watu hawa fadhili. Naye Mungu anakuja anasema, kwa sababu ninawatoa na ninajua mmehangaika miaka mingi, nitawapatia kibali katika jina la Yesu. Tunaweza omba hii maombi mbili kwanza. Maombi ya kwanza, ambia Bwana, nimeshindwa kujitoa hapa.
ni kwa sababu hapa ni wewe unapaswa kujitoa. Kila mahali ambapo unapaswa kujitoa, Mungu anakupeana nguvu ya kutoka. Kila mahali ambapo unapaswa kutoka, kila mahali ambapo Mungu anatarajia utoke, ni kwa sababu amekupatia uwezo na nguvu ya kutoka. Kila mahali ambapo Mungu atarajia utoke na ni ngumu kwako, ni kwa sababu ni yeye mwenyewe itamgharimu akutoe. Hebu tusome hili alafu tuombe maombi. Chapter 3 verse 7. Bwana akasema, Exodus kutoka 3 mstari wa 7. Bwana akasema, hakika nimeyaona mateso ya watu wangu walioko Misri. Natumai Mungu ameona hali unaopitia, mambo ambayo yanakukumba kwa sababu ya hali ambayo uko. Nilisema ya kwamba Misri ni hali. Misri ni nini? Ni hali ya kimaisha. Misri ni nini? Hali ya kimaisha. Tunaweza kuwa tuko na wewe hapa, lakini wewe uko wapi? Misri. Je, ni nani walikuwa Misri? Wana wa Mungu, wale wanaomwabudu Mungu, wale wanaomwamini Mungu. Tunaweza kuwa tuko na wewe ni mwana wa Mungu, lakini bado uko Misri. Uko katika hali ambayo haikuruhusu kukuwa na chochote. Umeelewa nini nimesema? Uko katika hali ambayo haikuruhusu ukuwe na chochote. Inakuruhusu tu ukule, upate pesa ya kukula, upate pesa ya kuvaa na upate pesa ya rent peke yake. Zaidi ya hiyo haikuruhusu. Wewe uko free, unatembea kila mahali, lakini kuna hali ambayo iko kwa maisha yako. Kuna hali ambayo wewe uko, kuna penye wewe uko. Hauwezi enda zaidi ya chakula, zaidi ya mavazi, zaidi ya kulala. Hizo haukosaji, lakini utakosa pesa zaidi ya hiyo. Bwana asifiwe sana. Mpaka Wakristo wamefika level ya kuongea mambo kama hii. Shukuru Mungu, bora unapata ya kukula. Sio mnasemaga hivi. Bora unapata ya kukula, unashukuru Mungu. Nikipata ya kukula sitashukuru Mungu. Sababu hata chokora wafanye kazi wanakula mawakuli. Wenda wazimu wafanye kazi wanakula mawakuli. Kwa nini ushukuru kwa kenye watu hawafanyi kazi na wanapata? Ujanisikia vile nimesema hapo. Hii sijui kama imekuingia ndani. Ndege wa angani hawalimi, hawafanyi chochote, lakini wanafanya nini? Wanakula. Wewe uko hapa unashukuru Mungu, nashukuru Mungu tu unapata chakula. Unapata kenye watu hawang'ang'ani kufanya kazi ndio wakula. Watu wanakula. Hata leo ukikosa pesa, usiku utakula. Geuka mzako mwambie utakula. Unajua hivyo? Unajua wakati wa corona huko kwa unafanya kazi. Geuka mzako mwambie nilikuwa nakula. Kama kuna kitu haikufanyika, sikufanya vitu vile, lakini nilikuwa nakula. Wewe kila siku mwaka wangapi hii? Ni miaka ngapi mpaka wa leo unasemaka tu ukipata bora unapata ya kukula, Mungu ashukuriwe. Wewe uko hapo. Ndio kama sasa kumwambia unahitaji kwenda zaidi hapo. Badilisha your mind. Change your mind. Badilisha mawazo yako. Hatuendi kazini tu kupata chakula, kupata mavazi na kupata ya rent. Tunaenda kazini tunataka kuishi vizuri. Tunataka kuishi vizuri. Hapa duniani tunataka kuishi vizuri. Utaishi vizuri bila pesa. Utaishi vizuri unapata pesa ya kukula, ya kuvaa na ya rent peke yake. Hilo mkono juu, sema ninatolewa kwa jina la Yesu. Sema ninaenda zaidi hapa. Sema ninaenda zaidi hapa. Sema ninaenda zaidi hapa. Katika jina la Yesu. Hilo mkono, sema kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Bwana Yesu, nimechoka na maisha ya kupata chakula, mavazi na kulala peke yake. Sema nimechoka na hii maisha ya utumwa. Ninaikataa
ninaikataa, 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 ninaikataa. Ninafanya kazi, wengine wanafaidika. Ninafanya kazi, wengine wananunua magari. Ninafanya kazi, wengine wanacheka. Mimi ninakula, ninavaa na kulala peke yake. Sema kuanzia leo, navunja hiyo pattern, navunja hiyo pattern, navunja hiyo pattern, navunja hiyo pattern, navunja hiyo pattern. Natangaza kwenda zaidi ya chakula, zaidi ya mavazi, zaidi ya rent. Naenda zaidi. Natangaza kuanza kukua na savings. Natangaza kuanza kuinvest. Natangaza mabadiliko. Ninapoingia kwa shamba, ninapotoka nje, sema mabadiliko, sema mabadiliko kwa jina la Yesu. Weka mkono wako yote mbili, weka kwa kichwa. Maana shida ingine tulionayo ni ukosefu wa mabadiliko. Shida ingine ni mawazo yetu. Hauwazi zaidi ya chakula. Kila siku asubuhi ukienda kazini unaendaka tu na mawazo tu, nipate chakula. Kila siku unaendaka tu, bora nipate unga. Baka unatuambia nafanyia unga. Nafanya kazi watoto wakule. Na ndio maana mwaka wa kwanza ulifanya kazi watu walikula peke yake. Mwaka wa pili umefanya kazi ni kukula peke yake, mnakula, hakuna kitu kingine. Hiyo mawazo lazima iondolewe. Hiyo mawazo lazima iondolewe. Mawazo ya kufanya kazi ukule peke yako, mawazo ya kufanya kazi uvae peke yako, mawazo ya kufanya kazi ulale peke yake. Ninadelete hiyo mawazo, nabadilisha hiyo mawazo, nabadilisha hiyo mawazo, nabadilisha hiyo mawazo, na kufungua wazi zaidi, na kufungua wazi zaidi, na kufungua wazi zaidi katika. Wengine shida yako sio mapepo, shida yako ni mawazo yako. Mpendwa, penye hujawaza hautaenda. Wangapi mko hapa tayari unajua mahali utaenda ukitoka hapa? Ukitoka kwa ibada, wangapi wanajua mahali wanaenda? Haujaenda, si ndio? Lakini uko hapa hivi, kila mtu anajua nikitoka hapa ni wapi naenda, ndio? So ukitoka hapa utaenda wapi? Utaenda penye umewaza ama utaenda penye hujawaza? Kuna mtu akitoka hapa anaenda Nairobi. Kuna mtu amewaza Nairobi. So hakuna kwenda Nairobi, maana hujawaza. Kila mtu ukitoka hapa utaenda penye umewaza. Chukua hiyo funo kwa jina la Yesu. Chukua hiyo funo kwa jina la Yesu. Rudia tena, nikitoka hapa ninaenda kule nimewaza. Sema kabla sijafika huko nawaza huko. Sasa siweke mawazo mzuri basi ya kazi, ya kwamba nikitoka hapa nawaza kwenda kupata pesa zaidi. Lakini shida umeenda naenda kupata nini? Naenda kupata unga. Si wengi wanasema hivi. Wengi wanaenda kusema naenda kupata chakula. Naenda bora nipate chakula. Enda sasa uanze kutangaza. Nipate zaidi ya chakula, mavazi na ya kulala. Nipate pesa zaidi hapo. Kipesa siwaze mahali naenda. Halo, kama ukitoka hapo utaenda mahali umewaza, basi inamaanisha pia utakuwa na pesa ile umewaza. Kumaanisha utapatana na pesa ile umewaza. Kumaanisha utapatana na pesa ile umewaza. Hauwazani pesa kubwa. That's why mtu akija kwa kazi yako aseme ananunua bidhaa yote. Unajua wengine wenyu mtakata. Maana akili ya umaskini. Unajua akili ya umaskini ni mbaya. Inawazawaga huyu ni mtu wa devo. Huyu ni mtu wa devo. Kwa nini anataka kuchukua? Yaani mtu akija kwa biashara yako anunue vitu yote, unaanza kujiuliza na amewazaje kununua vitu yote? Badala umwambie Mungu asante na unipatie wateja wa aina hii wa kununua vitu yote. Wewe unaanza kuwaza, kuna mtu alikuja akaniambia anataka kununua vitu yote, nikamwambia hapana, siuzi yote, lazima nibaki na ingine. Mawazo ya umasikini yanasumbua watu.
Nasema mawazo ya maskini ni mbaya. Ndio kiona watu wakifaulu nasema ametumia mashetani, anatumia mashetani. Kama uko hapa, mwenzako mnafanya kazi na yeye, anafanya vizuri, anaendelea, unaanza kusema anatumia uganga, hiyo inaitwa mentality ya umaskini. Poverty mentality. Na sasa uangalie sako ya marafiki zako, ni wangapi wako na hiyo mentality? Na siku hizi na nini naona anabadilisha nguo. Kila Jumapili nguo mpya. Kwani kuvaa nguo mpya kila Jumapili ni nini unahitaji? Si ni pesa? Si ukiwa na pesa unaweza ukavaa kila Jumapili nguo mpya? Lazima uwe na shetani. Najua mimi siku hizi naangalia vile anabadilisha nguo. Nimeanza kushuku, nimeanza kukuwa na wasiwasi. Kwani hiyo ni mawazo ya umasikini. Lakini kuna mawazo ya utajiri. Sema mawazo ya utajiri. Ukiona mtu anabadilisha nguo unasema wow, yani huyu ameshawahi. Yani huyu amefanya nini? Ameshawahi. Huyu ameshatoboa. Kuliko kila kitu mzuri ukiona kwa mtu unawazaka tu shetani. Na unatuambia umeokoka. Shetani anafanya nini kwa mawazo yako? Mtu anahama kutoka nyumba ya mabati direct anaenda ya ghorofa, unaanza kusema ni mashetani. Ndio kama zako mwambie kwenda kwa nyumba ya ghorofa unahitaji pesa. Lakini wewe kila kitu tu ni madevo. Mungu akukomboe kutokana na mawazo ya umasikini. Mungu anisaidie next week nikupatie yote vile maskini wanaongeaga. Ndio ujipate kama unaongeaga hivi ukiwa wewe ni mmoja wao. Shetani ashindwe. Nasema ingine unahitaji kubadilisha mawazo yako. Bwana Mungu akasema hakika nimeona nini? Mateso ya watu wangu walioko wapi? Misri. Tumesema Misri ni hali. Na ni hali ambayo itakuruhusu ufanye nini? Misri ni hali ambayo inakuruhusu nini? Vitu vingapi? Vitatu. Unapata chakula, unapata mavazi na unapata ya rent. Zaidi hapo hakuna. Wewe unazungukaga hapo miaka yote. Hakuna maendeleo, hakuna kitu yote unafanya. Na ndio maana tuko na watu wengi wameretire, wametoka town, wanaenda village, wanaenda kukua shida. Tuko na wazazi wengi wanasumbua watoto wao vibaya sana. Usiponitumia 200, utaniambia nilikupeleka shule ufanye nini? Mzazi anaamka tu na kuamrisha kiwango cha pesa kenye anaambia watoto yake. Hebu niwekee 2000 kwa simu. Hutaki kujua mtoto wako nayo ama ana. Ukilaki unaanza kumwambia ile miaka nilikusomesha miaka yote. Unajua nilitumia pesa ngapi? Nani alikuambia ukiwa town usifunguke akili, ujue jinsi ya kuishi dunia? Kuna watu wengi wameenda village wanasumbua watoto. Watu. Sisemi watoto wako kukupatia pesa ni vibaya, lakini kulingana vile unawapeleka inamaanisha maisha yako uliishi vibaya. Leo nimetumwa na mapema niongee na wewe. Anza kupigana na hizi maroho na badilisha mawazo yako. Badilisha vile unaongea. Umaskini ni mawazo. Umaskini ni nini? Mawazo. Umaskini ni mawazo. Nilikwambia kuna mama niliona, sijui alipewa na mzungu milioni 6. Aliichukua kaipeleka wapi? Kanisani. Maana alisema mimi sijui ni ya mashetani, sijui ni nini. Mimi nimesema siwezi lala na nimekuja tu nimeiweka kanisa. Nimekuletea pasta, sitaki mambo na hii. Umasikini ni mawazo. Na ni mawazo kidogo sana. Mawazo ya 50-50. Ukipata 500 unaona sasa umepata pesa mingi sana. Hiyo ni umaskini uko nao kwa akili yako wewe. Ukipata pesa kidogo, ukipata hata 1000 unaona umepata pesa nyingi. Ninasema umasikini ni mawazo. Na hii vita lazima ianzie kwa mawazo yako. Uanze kupigana na mawazo ya umasikini, fikra ya umasikini, maono ya umasikini, macho ya umasikini, mtazamo wa umasikini. Ni wewe uanze
Inajalisha sana vile unaongea. Maongeo ya maskini katilia mbali, ondoa maongeo ya maskini bali. Wapendwa, tukikaa chini tukuangalie vizuri, tutakupata unawaza tu kimaskini, unaongea kimaskini, unaona kimaskini. Hapa hakuna shetani, hapa ni wewe. Hapa ni wewe. Badala yule mama aseme siku zote Mungu anapotembelea mwanadamu anatumia mwanadamu. Aseme Mungu ametumia wazungu, wameniletea milioni 6. Life yangu kuanzia leo imebadilika. Yeye aliona nini? Pesa mingi ni ya mashetani. Wakristo ninaongea na nyinyi, waumini ninaongea na nyinyi, wapendwa mmejazwa na Roho Mtakatifu naongea na nyinyi. Ni wapi imeandikwa pesa kubwa, pesa mingi ni ya ushetani, pesa kidogo ndio ya Mungu? Ni wapi imeandikwa? Mniambie ni wapi imeandikwa? Ni wapi imeandikwa pesa kidogo ndio ya Mungu, pesa mingi ni ya ushetani? Leo tunajua watu wote wana pesa mingi ni wa mashetani. Leo tunajua watu wote wako na pesa kidogo, hawa ndio watu wa Mungu. Nani alikwambia kukuwa maskini ni kukuwa humble? Poor people are not humble at all. Hakuna maskini mnyenyekevu. Hakuna maskini mnyenyekevu, hakuna. Apate pesa ndio tutajua kama yeye ni mnyenyekevu. Ndio tumejawa na wapole wengi kanisani. Si upole, ni ukosefu. Sema si upole, ni ukosefu. Ukiwa na pesa lazima utapiga kelele, lazima utaongea. Ukiwa hauna ndio watu wengi kanisani wananuka midomo, maana hawaongei. Ukiwa na pesa utaongea, ukiwa hauna hautaongea, utanyamaza. Mimi naongea ukweli na naongea uongo. Wangapi wameweka kwa kamati ya harusi? Wewe kwa kamati ya harusi, unafikiria papa nyingi ulikuwa unatoa ni kwa sababu nini? Kwa mfuko? Ukiwa na pesa unaweza ukaongea. Ukiwa una pesa hauwezi ongea, na hata ukiongea tutasikia. Yes. Unajua hiyo ni ukweli? Yeah. Ulikuwa unachangia unasema hapana, 1,100 ni pesa kidogo. Yaani tukusanyane hapa miezi mitatu tuchange shilingi 1,100 ya harusi. Hii harusi hapana. 1,200 tunaweza. Na mimi natoa 5. Unapigana kelele kwa sababu natoa. Lakini unafikiria uko kwa kamati ya harusi wana bargain between 200,000, 100,000. Na hauna anything na ujui unaweza toa nini. Unafikiria utaongea? Ndio unasemaga aje? Mimi sina la kusema. Unafikiria kama uko wapi na la kusema? Hapana, ni pesa ikuwa kwa mfuko. Wapendwa, pesa ikiwa kwa mfuko utakuwa na la kusema wewe. Utakuwa na la kusema wewe. Tunaambiwa watu kama Sudi ni watu hawajasoma. Si ndio? Lakini unafikiria Sudi ni wa kudharauliwa? Unafikiria unaweza mdharau yule mheshimiwa Sudi? Ni nini natuma aheshimiwe? Pesa. Sudi ni mtu Disemba atapea watu sijui kilo 2 ya mafuta, ungangano, sijui na nini, kijiji mzima. Wewe na Holy Ghost yako hapa na fire. Alafu nataka niambia Sudi hata heshimiwa? Kuna watu wamesoma wana pesa hawaheshimiki, hawasikizi. Pesa itatuma usikiwe. Hii kunyamaza yako ni nini? Kwa mwenzangu mabeni sign ya kwamba hakuna pesa. Utire pesa. Pesa ikiwa huwezi nyamaza. Kwa mwenzangu mabeni ukiwa na pesa huwezi nyamaza. Mimi nakwambia ukweli, ukiwa na pesa huwezi. Ukiwa na pesa huwezi nyamaza. Wangapi wanataka kuendelea kunyamaza? Wangapi wanataka kuongea? Chochote kikisema hata anaweka mkono juu. Chochote kikisema hata anaweka mkono juu, maana kuna kitu anaweza. Kwa mkutano unaongea mingi na hakuna kenye unatupea. Mpaka mwingine anajua utatoa kitu anasema unajua haina haja upige kelele mingi and at the end of the day hakuna kitu unatupatia. Ni wewe unago huko.
hapa kwetu sikuwagi na mawazo sana ya maombolezo. Sikuwagi na mawazo sana ya nini? Na maombolezo. Kwa sababu najuaga mtu akifiwa kinahitajika ni nini? Pesa. So sipendi kwenda kupigia watu kelele mingi, tuite watu wengi, tafuta watu wengi. Haleluya. Napenda tuende tu kwa WhatsApp yetu tumalizane na hayo maneno. Lakini watu wamezoea kupigiwa kelele. Hata ile maombolezo tulikuwa na juzi na baraka. Mimi sikuwa na mpango ya nini? Ya kufanya maombolezo. Maombolezo ile ya kelele, ya kuweka vyombo, kila siku tukuje, mimi sikuwa na mpango because mission ya hiyo ni kuita watu wengi. Mfuko ikiwa mzuri, utasema sasa tunafanya hizo za nini? Si we contribute money. Then tumalize hiyo maneno naisha. Lakini wakati kama mfuko hakuna, nakwambia kunakuwa na shida. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Unataka kuendelea kunyamaza au unataka kuendelea kupiga kelele? Yes. Kwa mikutano kazini unanyamaza sana. Okay. Bwana Yesu asifiwe. Maana ukiwa na pesa utasikika. Biblia inaongea hivi. Nataka tuombe maombi ya kwamba Bwana, nitoe kwa hii hali. Nitoe kwa hii. Mungu akasema, tazama hakika nimeona nini? Mateso ya watu wangu walioko Misri. Nami nimekisikia kilio chao. Number 1, number 2. Number 1, mateso. Ukosefu wa pesa wapendwa. Unajua inatesa mtu? Mnajua ukosefu ya pesa inatesa mtu? Kuna mateso aina nyingi unapitia ni kwa sababu tu ni pesa hakuna. Mpendwa, pesa ikija hiyo vitu inadisappear. I'm telling you. I'm trying to change your mind. Ni mawazo yako mimi najaribu kuchange. Maana mawazo yako ikichange, maisha yako itachange. Nasema mawazo yako ikichange, maisha yako itachange. Hii mawazo isipo change itakwama hapa. Number 1, ukosefu wa pesa. Utapitia mateso ya nyingi sana. Utateswa na vitu vya aina mingi sana. Vitu vya aina mingi vitakutesa. Utaonewa na watu. Unajua mtu ako na pesa huwezi muone. I'm telling you the truth. Mtu ako na pesa unajua huwezi muone. Maana pesa ni nguvu. Mnafaa kuelewa pesa ni nini? Ni nguvu. Atatumia nguvu yake kukusumbua hata wewe. Unajua wapendwa, tuko na watu wengi wamenyang'anywa mashamba sana na ni yao. Wapendwa, unajua kuna watu wengi wamenyang'anywa duka zao na ni zao. Wapendwa, unajua kuna watu wamenyang'anywa vitu na ni zao kwa sababu waliposikia mambo ya kotini akasema siwezi. Kile kinatumaga unakataa mambo ya kotini ni nini? Sina pesa. Na mtu wako na pesa utamnyang'anya vitu yake? Wapendwa, mtu wako na pesa huwezi mnyang'anya vitu yake. Mtu wako na pesa huwezi muondoa penye anafanyia kazi. Hauwezi. So kuna mateso ingine tunapitia because hatuna pesa. Ndio maana hata mtu anajua hata huyu hakuna mahali atanipeleka. Wakati mtu anasema hakuna mahali utampeleka, anamaanisha kwamba yani hauna pesa. Uliona juzi hizi nyumba zilikuwa zinabomolewa wapi? Marurui. Naitwa Marurui. Nafikiri ni Marurui. Kuna juzi nyumba zimebomolewa. Alafu jamaa amesema amejenga nyumba ya 14 milioni. Na amejenga na tumeonyeshwa ni nzuri. Akakuja akashikwa na polisi. Mliona? Akaanza kutukana polisi akasema, penda, nyinyi mnakaa kwa mikebe. Hamkuona hiyo kitu imetrend sana. Juzi ili trend sana bwana. Si muendage WhatsApp, muendage TikTok, mjue vitu, muone vitu. Muone vile watu wako na pesa uwezi wasumbua. Akaweka kwa Land Rover. Akaweka wapi? Nafikiri akakalia kiti. Akaambiwa kwenda toka kwa kiti kalia chini. Akaanza kuongea kuhusu kiti yenye ako nayo kwa nyumba yake. Akaanza kuambia, endeni nyinyi unanisumbua nini? Sijui nini. Nyinyi mnakalia mikebe. Mpaka watu wakaanza kuleta hiyo manyumba zao sarau. Walileta ama wakuleta. Na ni ukweli polisi wako na nyumba za round ama hakuna? Za aluminium mama zinakuwa za nini? Za aluminium. Na ni round kikombe, si ndio? Zikaanza kuletwa.
Anamuongelesha na anaongelesha askari. Anambia, "Kwenda, kuja nikuandike watchman kwangu." Unaambia polisi muandike watchman kwako. Na mimi nilikuwa naangalia ninaona na kweli anaweza akamlipa. Na akamwekea nyumba yenye sio ya nini? Ya round. Unafikiri huyo mtu kwa nini alikuwa anaongea hivyo? Na huyo mwenye alikuwa mbele yake walikuwa wamewekwa wawili, kwa hiyo ukipatana hiyo kakitu uangalie. Walikuwa wamewekwa huyo mwenye alikuwa mbele yake. Huyo yako nyuma yake, hanyamazi. Maana ukiwa na pesa huwezi nyamaza. Mwenye yako mbele yake amenyamaza, ngoma anajua. Sasa hapa ni kitu karara, kipelekwa kotini zina pesa. Sasa hapa alinyamaza. Lakini huyu mwingine baada ya hiyo akitoka akaenda kuhojiwa na sijui ni Obina ama ni nani. Ameulizwa una magari ngapi? Anasema niko na magari 7. Sasa yeye anajitokeza akiendesha gari mzito. Unafikiria hiyo video ilikuwa ni nini? Wengine wanaweza sema ni kiburi ya Wajaluo, si ndio? Hapana. Maskini wanapenda kuambia watu wako na pesa unaringa. Sikuringa. Ni pride uko nao ndio unaongea hivyo. Ule polisi hakuna kitu anamfanya because peleke kotini, peleke wapi? Niko na pesa ya kujitetea. Niko na pesa ya kuandika lawyer. Hata ulisikia vile alisema, "Wacha nitoe simu nipigie Ruto." Ulisikia hiyo kitu? Alisema aje wacha nitoe simu nipigie nani? Kukuwa anasema anapigia president. Alisema lawyer wangu ni nani? Anaitwa Ruto. Alipokuwa anarudia kusema lawyer yangu anaitwa Ruto. Ndio kama sasa mwambie lini utakuwa na lawyer. Ndio kama sasa mwambie ukikuwa na lawyer, ukishikwa hawezi, lawyer anafanya nini? Anafikiria kukuwa na lawyer ni nini? Mpaka kwa umeokoka. Kukuwa na lawyer inataka nini? Kukuwa na lawyer inataka nini? Pesa. Hata mimi kuna siku nilisumbuliwa hapa. Nakumbuka 2023 nilisumbuliwa. Number 1, nilikuwa na rafiki ambaye ni OCS. Bwana asifiwe sana. Ndio kama sasa kumwambia kabla hujakuwa na pesa basi kuwe na marafiki na hao watu wote hao. Nilikuwa na rafiki OCS, nilichapa tu si. Nikamwambia ninaona kuna kashida leo, napangiwa vitu fulani. Si unipatie maaskari. Kaniambia kuja nikaandika hivi alafu na akanipea maaskari. Niko na rafiki yangu lawyer. Nikamwambia tafadhali, kesho nataka ukuje kwa kanisa 1, 2, 3, 4. And I had peace. Apart from being the founder, amen. Apart from being the founder, number 2, wamtumie niyo Bwana ni kama mlima Zayuni hawezi wakatingizika. Apart from siwezi kutingizika, still I needed to spend, to use money. Still nilihitaji nini? Kutumia nini? Pesa. Nilihitaji lawyer. Because tukipelekana polisi, maombi itanisaidia. Nahitaji nini? Lawyer. Umeona vile tumefinyiliwa kwa mambo mengi? Hii kufinyiliwa yote ni kwa nini? Unafikiria landlord yako kwa nini anakutukanaga hiyo yote? Jiuliza ni kwa nini? Unajua sio watu wote hawalipi rent wanatukanwa? Unajua kuna mtu alipi rent na atukanwi? Maana landlord anasema nini? Sina shida na wewe, najua utalipa tu. Maana ni nini hakuagi na shida nawe? Ana shida nawe kwa sababu anajua uko na pesa utalipa. Lakini wewe umekosa kulipa mwezi mmoja, ako na wasiwasi, anakupeleka mbio. Nani mwezi mmoja? Na ako na deposit yako, anakupeleka mbio because anajua una pesa, haki ikipita mwezi huyu hatanilipa. Lakini kuna watu wamekaa miezi mingi, anapiga akasema na watu nitakulipa pesa yako usikuwe na wasiwasi, kwa sababu ana relax, maana anajua hata huyu mtu ana pesa. Pesa ni mzuri. Na ndio nimekuja kukuongelesha hapa. Hakuna kitu mbaya kama kukuwa na Mkristo asiyekuwa na pesa. Hii dunia atakaa vibaya. Utafrustratiwa na mambo mengine ukisemaga ni nani? Ni shetani. So nataka tuombe hii maombi nimalize. Number 1, tumeona ya kwamba akasema nimeona kilio, tumeona mateso,
yao. So tunasema ya kwamba wapendwa, ukosefu wa pesa utakutesa. Wangapi wanakubaliana na mimi? Ukosefu wa pesa italeta mateso. Utateswa kona zote. Bwana Yesu asifiwe. Nambari ya pili akasema nimeona kilio chao. Unajua ukosefu wa pesa inaleta kilio? Unajua kulia sio lazima utoe nini? Machozi. Kuna watu mpaka saa hii unaendelea kulia kwa sababu ya madeni. Ni ukweli ama ni uongo? Kuna hali uko nayo, kuna kitu fulani, kuna nini inakusumbua, ni kwa sababu ya nini? Ya madeni. Unaendelea kulia kwa sababu ya madeni. Ukosefu wa pesa umesababisha watu wengi hawapati matibabu mzuri. Wewe unafikiria pesa ikikaa kwa mfuko yako mzuri, mpendwa, unafikiria utaendaka kujitibu kwa hii maduka ya madawa? Unafikiria utaendaka kujitibu vile unajitibu? Mpaka daktari wa chemistry anajaribu kukudescribea madawa, lakini kwa sababu anajaribu describe ya bei ghali, unajaribu kumwambia hapana, nipe chloroquine itakuwa sawa. Unafikiria ni chloroquine ulikuwa unataka? Si chloroquine, ni mfuko. Maana kuna matatizo mengine kwa mwili wako haihitaji nini? Maombi. Inahitaji nini? Pesa. Na ungekuwa na pesa, ungeenda ungeshughulikiwa shida na ishi kabisa. Am I talking the truth? Naongea ukweli? Yes, wapendwa. Ni ukweli wapendwa. Ni nini nafanya? Najaribu kugonga akili yako. Najaribu kugonga mawazo yako. Amuka. Anza kuwaza. Na ya tatu, Misri. Itabidi ni watoe Misri. Mungu hakusema atawatolea kilio. Mungu hakusema atatolea wao mateso. Mungu alisema atawatoa Misri. Kwa nini? Akiwatoa Misri. Kwa nini wanateseka na kulia? Kwa sababu wako simama juu kwa Biblia yako. Turudie hii. Kwa nini wanalia na kuteseka? Kwa nini wanafinyiliwa? Sasa Mungu akasema sitoi mateso kwao na sitoi kilio kwao, lakini nimeona wanateseka na wanalia. Basi kwa nini wanateseka na kulia? Kwa sababu wako Misri. Sasa Mungu akasema nimeshuka niwatoe. Wapendwa, kuna vitu vingine Mungu anasema sitatoa kwako, ni wewe nafaa kukutoa kwa hali fulani. Maana nikikutoa kwa hiyo hali, hizo vitu hazitapatikana kwako. Baada ya wao kutolewa Misri, kilio ikakwisha na mateso ikaisha na utumwa ikaisha. Sasa nyingine tumeambia Mungu, toa utumwa. Baba, niondolee kilio. Mungu anasema si kilio nafaa kutoa hapo, kwa sababu unalia kwa sababu ya penye huko. Nikikutoa hapo hautalia. Niambie, umeenda kwa toilet. Utaomba maombi ya utolewe kwa harufu, ama utaomba maombi ya harufu itolewe? Ukiwa toilet, useme uko toilet, uko kwa choo, msalani. Sasa kati ya maombi mbili utaomba gani? Baba, katika jina la Yesu, mali hapa imejaa harufu mbaya. Baba, ondoa hii harufu. Baba, niondolee hii harufu. Ama Baba, nitoe kwa harufu. Utaomba maombi gani? Kuna vile tunaweza toa harufu ya toilet ishe. Labda tutoe toilet yote. Lakini kwa sababu harufu inatoka wapi? Chini. So hatuwezi toa hii harufu. Kwa sababu tunatoa bado inaingia. Tunatoa, lakini nataka ubadilishe maombi yako. Wanze sema Baba, nitoe kwa harufu. Sio Baba, toa harufu. Wangapi wanaona wanafaa kuambia Baba, nitoe kwa harufu, sio Baba, toa harufu. Maana ukitolewa kwa harufu hautaisikia tena. Ninaona kuna watu hapa, hiyo ndio maombi Mungu anapaswa kufanya kwako, ya kusema Bwana, sina uwezo wa kutoka hapa, lakini kuja Bwana, Baba, nitoe hapa. Weka mkono tusema kwa jina la Baba, la Mwana na Roho Mtakatifu. Bwana Yesu, asubuhi ya leo moyoni mwangu nimeliamini neno lako. Kwa kinywa changu ninasimama kukiri neno lako juu ya maisha yangu katika
katika jina la Yesu. Ukamwambia Musa, nimeona mateso na kilio cha watu wako, na nimeshuka niwatoe kwa Misri. Nimeshuka niwatoe Misri, kwa maana wanalia kwa sababu wako Misri, wanateswa kwa sababu wako Misri. Baba wa mbinguni, katika maisha yangu kuna hali ambayo niko haijaniruhusu kuendelea kifedha, kuendelea kipesa na kufanya vizuri. Baba, ni kwa sababu sina uwezo wa kutoka. Ninakuomba Bwana, nyosha mkono wako wa ukombozi, nitoe Baba, nitoe Baba, nitoe Baba. Ninakuamini Bwana, unitoe kwa hii hali ambayo imenifunga, kwa sababu ya mahali niko ndio siendelee, kwa sababu ya hali niliyo nayo ndio maana sifanye vizuri. Weka maombi mbele za Bwana, anza kumwambia Bwana, maana imesemekana wote watakaoliitia jina la Bwana wataokolewa, watakolewa. Mwambie Bwana, nitoe kwa hii hali, nitoe kwa hii hali, nitoe kwa hii hali. Inakutendekea hivyo kwa sababu uko kwa hiyo hali, lakini hiyo hali ukitolewa hapo haitakuwa hivyo tena. Ikatalama sandari makuta, shalama sandari makata, yekeperezereya, ribakota loza katalama, shalama baba zaka, sandara kaba zaka karia, shemeketele bezeria, ikanangaza kata. Bwana kutoe, Bwana kutoe kwa the evil pattern of your family. Bwana kutoe kwa the evil system ambayo imekuamilia maisha yako. Utolewe na Bwana, na mkono wa ukombozi, na mkono wa uhodari. Bwana akamwambia Musa, sasa utaona vile nikanyosha mkono wangu kukomboa taifa langu. Bwana anyosha mkono wake akutoe, akutoe, utolewe, utolewe. Umefanya kazi miaka mingi lakini haikui sawa. Umefanya kazi, umefanya mengi lakini haikui sawa. Ni kwa sababu ya hali ambayo uko ndio inasuilia. Bwana kutoe, Bwana kutoe, Bwana kutoe. Mwambie Yesu nitoe, mwambie Yesu nitoe, mwambie Yesu nitoe, mwambie Baba nitoe. Kakula saya saidie Bwana, saidie Bwana, saidie Bwana, nimekuja kwako. Maana najua kuna maeneo ambayo Mungu amekupa nguvu ya kutoka, amekupa uwezo ya kutoka, na kuna maeneo unamhitaji Bwana akutoe. Kuna mambo yanakutendekea kwa sababu ya hali ambayo uko. Ukitolewa kwa hiyo hali, kuna mambo haitaendelea. Ukitolewa kwa choo, harufu haitaendelea tena. Ninaomba tu Bwana, nyosha mkono akutoe. Bwana kutoe kwa hali ambayo imezuilia wewe kufanya faida. Bwana kutoe kwa hali ambayo imezuilia wewe kuendelea. Kwa sababu ya kukua kwa hiyo hali, ndio maana uendelee, ndio maana ufanye vizuri, ndio maana maisha yako mzuri. Mungu akutoe, akubadilishe. Mungu alijua wakiwa Misri hawatafanya vizuri, lakini nikiwatoa niwapeleke Kanaani wataishi vizuri. Saa zingine inagharimu kutolewa. Naomba kulingana na vile umeomba, Bwana ajibu ombi lako. Kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu tunaomba na kuamini. Amen.
tunapoondoka hapa, tafadhali na kuomba, badilisha vile unafanya nini, vile unawaza juu ya maisha yako ya pesa, vile unawaza juu ya kazi, vile unawaza juu ya kuishi. Tafadhali badilisha, anza kuona makubwa. Bwana Yesu asifiwe. Anza kuona makubwa. Pigana hiyo vita mpaka ushinde. Nasema pigana hiyo vita mpaka ushinde kwa mawazo yako. Ndio ukiangalia kazi yako unaona, na kuambia utaenda penye umewaza kuenda. Penye hujawaza kuenda utafanya nini? Utaenda. Labda Mungu afanye muujiza. So ujue kazi yako haitaenda penye hujawaza. Ujue hautawaishi maisha yenye hujafanya nini? Haujawaza. Hautawaishi. Ujue hautakuwa na pesa yenye hujawahi waza. Unajua hata ndoto zingine zinatoka kwa mawazo. Unajua hivi? Endo ujiulize kwa nini unataka tu na mashilingi. Na utapasa ndio utalichokota shilingi. Yaani unakota shilingi mpaka leo. Shilingi haina value. Pasta niliota tu na 50. Kwa nini wote na mamilioni? Kwa nini wote tu hata ukiona pesa mingi? Kwa sababu hata kwa akili hakuna vitu kama. Nataka nisikie unaota na pesa kubwa kubwa. Ndio kama sasa kumwambie kuanzia leo. Wiki isiishe bila kuota na pesa kubwa. At least uote ukideposit pesa mingi. Uote ukihesabu pesa mingi. Hii mashilingi si utoke kuhesabu. Mungu akubariki sana. Mtazamaji wangu, asante kwa kuungana na sisi, umebarikiwa sana. Tumefika tamati ya kipindi yetu ya siku ya leo. Siku ya kesho tena na kukaribisha tunapoendelea na neno la Mungu. Mungu akubariki sana, na kuacha na hili, shughulikia mawazo yako. Maana umasikini pia ni mawazo. Mawazo yako ndio yamekulimit. Panua mawazo yako. Endelea kunisikiliza. Wiki hii tunajifunza na tunaomba, na tunataka kupanua mawazo yetu. Tuone mahali tunaenda, ndio tuende hapo. Ubarikiwe sana katika jina la Yesu.